Mbunge Kimani Ichung'wah azomewa baada ya kumkosoa Rigathi Gachagua. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Dhoruba kali ya kisiasa ilizuka Kabete, kaunti ya Kiambu Jumamosi baada ya mbunge wa Kikuyu na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah kuzomewa vikali na umati wa watu wa mpango wa kuwapa uwezo wa umma. Mvutano huo ulizuka pakubwa pale Ichung'wah yalipoonekana kumkemea aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anayetoka eneo la moja la Mlima Kenya. Ichung'wah, mshirika mshauri wa Rais William Ruto, alikuwa akihutubia kongamano lililokusudiwa kukuza uwekezaji wa vijana wanawake wakati maoni yake yalipochukua mkondo wa kisiasa. Bila kumtaja Gachagua moja kwa moja, alikashifu viongozi aliowashtumu kwa kujihusisha na siasa za ukabila badala ya kuunga mkono ajenda ya maendeleo ya Kenya Kwanza. Matamshi yake yalizua majibu ya haraka na ya chuki kutoka kwa baadhi ya waliohudhuria, ambao wengi wao wanaaminika kuwa waaminifu wa DP wa zamani. Nyimbo za Rigiji Rigiji irejea ukumbini na kusitisha tukio hilo kwa muda, huku viongozi wa eneo hilo na usalama wakijaribu kutuliza umati. Vyanzo vya habari vilisema kwamba mwitikio huo unaonyesha hali ya mvutano wa kisiasa unaoendelea katika eneo la Mlima Kenya, ambapo Gachagua anaunga mkono mashinani licha ya kutengwa kwake kisiasa hivi majuzi. Watu wa Kabete wanajua ni nani ambaye anasimama nao katika hali ngumu na mbaya, na mhudhuriaji mmoja aliyeonekana kukasirika alipaza sauti katikati ya dhihaka, "Hatutaki watu wa nje waje kutugawa." Ichung'wah alijaribu kutuliza hali hiyo kwa kutoa wito wa moja kwa moja na kusisitiza haja ya kuzingatia maendeleo badala ya siasa za utu, lakini hali ilikuwa tayari imebadilika. Mbunge huyo alimaliza hotuba yake ya haraka na kutoka nje ya ukumbi huo chini ya ulinzi mkali. Wadadisi wanasema tukio hilo ni ishara ya kuzidi kushamiri migawanyiko ndani ya muungano wa Kenya Kwanza, hasa katika eneo la Mlima Kenya, ambapo uaminifu kwa Gachagua umesaliwa kuwa juu licha ya kutokuwepo kwake katika mduara wa ndani wa mamlaka. Kadiri maelewano ya kisiasa yanavyoendelea kabla mwaka 2027, matukio kama haya yanaweza kuwa ya mara kwa mara, kusisitiza ushirikiano dhaifu ndani ya kambi tawala. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Erwan Media.